Hali ya miundombinu ni mbaya, Majohe haina lami na vivuko kwa kuunganisha kata, na daraja la kwa Mustafa limekuwa ni changamoto kubwa sana wakati wa mvua. Eneo la Mkandawile limekuwa ni kero ya muda mrefu, ambapo wananchi wa hapo wanapata shida sana kwa shimo ambalo lipo eneo hilo lililojaa maji. Barabara haipitiki, barabara ya baharini kwenda Uamuzi nayo ni kero kubwa, hasa kwa wanafunzi wa shule ya msingi Uamuzi na sekondari ya Uamuzi. Barabara hiyo imekuwa haipitiki, kukosekana kwa vivuko na madaraja kwa mitaa yote mitano, ambapo hiyo imepelekea njia nyingi kutopitika. Kupitia shida hiyo na mapungufu hayo, kwa hali ya vivuko haipo katika hali iliyo nzuri, na muungano wa kata kuunganisha kata imekuwa ni shida. Upungufu wa walimu, ofisi za walimu, madarasa, nyumba za walimu pamoja na samani. Kwa shule zetu zimekuwa na upungufu huo. Ucheleweshwaji wa mikopo kwa vikundi vilivyoomba mikopo na pia vikundi kushindwa kufanya marejesho kwa wakati. Tunatarajia kuendelea na ujenzi wa kituo cha afya Viwege, kuendelea na ujenzi wa kituo cha polisi Majohe, kuendelea na ujenzi wa ofisi za serikali za mitaa Viwege na Kichangani, kuendelea na ujenzi wa bweni la shule ya wasichana, bweni la shule ya sekondari Viwege, kuendelea na ujenzi wa mitaro na taa za barabarani katika barabara ya Pugu Viwege. Tunatarajia kuchonga barabara zote za mitaa ili ziweze kupitika kipindi chote cha mwaka. Umaliziaji wa soko la Viwege, tunatarajia kuanza ujenzi wa kivuko cha Babadura. Tunatarajia kujenga shule ya msingi na sekondari Viwege. Tunatarajia kutekeleza adhima ya ujenzi wa barabara ya Baharem na Mkandawile. Tunatarajia kutekeleza ujenzi wa zahanati ya Uamuzi, ujenzi wa barabara za lami kama ilivyoainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Pugu Majohe Gondole kilomita 12, Majohe Kigogo Fresh kilomita 2, Kampala Lada Chuo 4x4 kilomita 6.3. Utekelezaji, umejua vitu vichache ambavyo vimetekelezwa ndani ya miezi 6 na tunaendelea kutekeleza. Leo hii tuko hapa kwa vitu viwili. Kwanza, halmashauri kuu yetu ya kata ilipokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama kwa kipindi cha Januari mpaka Juni 26. Kwa hiyo bado tutaendelea kuboresha kwa kadri fedha zinazopatikana na kadri ya changamoto za kuwepo. Leo hii mimi kabla ya Kawichi nilikuwa Msongola, kwa mkutano mkuu wa kata na diwani pale na kama hii. Wakati napitia njia ya shortcut nikashangaa nakuta barabara ya zege imeanzia kule inakuja huku Viwege kwa Mpemba. Na pale halisi nimekuta kipande cha zege. Lakini miaka 3 ama miwili ya nyuma, hali ya halisi na hali ya kule kwenye njia panda ya kutokea Msongola Fowei, hali ilikuwa mbaya sana. Kazi yetu kubwa, tuwape ushirikiano hawa vitu mitaa, diwani na mbunge na Mheshimiwa Rais.
Jimbo la Kivule lina kata 6, kata 7. Kwa mbunge anasema ya Msokora, ya Kipunguni, ya Kitunda, ya Majoe, Kipunguni. Ameniambia Mheshimiwa Diwani, changamoto bado zipo, hususan barabara ya kutoka Kampala Lada. Mimi natambua hiyo, nimepita na kwa bahati nzuri kuna mkazi mmoja wa Majoe, mimi na udugu naye, anauza matunda pale Ilala, mtaa wa Arusha na Kasulu kule kwetu. Asubuhi yuko kule, jioni yuko Majoe, lakini anaishi maeneo ya kule karibu na Kampala, ndio mtaalamu nafikiri. Hali ni mbaya ya miundombinu, lakini naomba mwanasubira. Ndio wenu nanijua, amesema kwenye changamoto, na mimi najua, nafahamu, na nimemwombea diwani mmoja, nafahamu. Nilikuwa Dodoma, madiwani kwenye semina walikuwepo. Bahati nzuri semina ile alifunga Mheshimiwa Spika wa Bunge, na nikasimama mbele ya Spika nikamwambia, bwana, na kata zangu 3 kwenye wilaya yangu Ilala, Mheshimiwa Spika, Majoe, Pugu Station na Kimamba. Hali yake ya miundombinu sio hailingani na kata zingine. Na wewe Spika ndio uko bungeni, ile keki ya kwanza wewe ndio unajua mgawanyo wake. Basi naomba unisaidie kata hizo ikiwemo Majoe, barabara ziendelee kulemeka kule, sababu tukwenda kuomba kura na wananchi walitupa kura kwa tuamini Chama cha Mapinduzi. Na mimi ndio mwenyekiti wa wilaya, na wewe Spika ndio swaiba wangu. Kwa hiyo nakuomba unisaidie.